Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Haya ni maneno ya Yesu Kristo katika kitabu cha Yohana ile sura 14 na mstari wa 6, akijibu wanafunzi wake, mimi ndimi chakula chenye uzima. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Tukiangalia katika kitabu cha Kutoka ile sura 16, tunaweza tukaona pale kwa habari ya Mungu akiwalisha wana wa Israeli. Kuna kitu kimoja ambacho huwa tunakipotezea, huwa tunakisahau, huwa tukizingatii katika sura ya kwanza ya kitabu cha Yakobo na ule mstari wa 27. Huwa tunachukua tu mistari ile ya mwanzoni, lakini hapa ni mahali ambapo watu wengi wanachanganya kwenye kipengele cha imani pamoja na matendo. Wengine wanasema kwamba matendo mema tu yanatosha, kwa sababu imeandikwa dini safi ni kuwaona watu wenye shida na wenye dhiki katika tabu zao. Lakini wengine wanasema kuna jamaa mmoja ambaye anaishi mjini, maisha yake yako vizuri, mambo yake yako super kabisa. Kuna wakati akawa amemchukua ndugu yake kutoka kijijini kwamba amsaidie, amemleta mjini, lakini kabla kuna kitu kimoja ambacho huwa tunakipotezea, huwa tunakisahau, huwa tukizingatii katika sura ya kwanza ya kitabu cha Yakobo na ule mstari wa 27. Huwa tunachukua tu mistari ile ya mwanzoni, lakini pasipo vitu vitatu mwanadamu hawezi kufunuliwa katika ulimwengu wa mwili. Mtu wa Mungu, nakukaribisha tujifunze kwa pamoja vitu vitatu ambavyo vinasababisha uwepo wa mwanadamu katika dunia hii. Kitu cha kwanza ni roho, na kitu cha pili ni nafsi. Na wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine wapate aibu na fedhea ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maneno ya Mungu ambayo tunayapata katika kitabu cha Danieli ile sura ya 10. Mimi ndimi chakula chenye uzima. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Tukiangalia katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 16, tunaweza tukaona pale kwa habari ya Mungu akiwalisha wana wa Israeli. Kila wakati ambapo tunashindwa kuonyeshana upendo, tunakuwa tunawachanganya watu, tunawapoteza watu, tunawafanya watu washindwe kufanya maamuzi, wachague kipi na waache kipi. Katika kitabu cha Yohana sura ya 13 mstari wa 30, mimi ni nuru ya ulimwengu, yeyote anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Haya ni maneno ya Yesu Kristo katika kitabu cha Yohana ile sura ya 8.